binti yangu na wengine hapa nafikiri ni mwalimu wao, lakini leo sitaki muone kama mwalimu darasani, lakini muone kama mtumishi wa Mungu, ili Mungu akaweze kukubariki na kile ambacho ameweza kuweka ndani ya mtumishi wake katika jina la Yesu Kristo. Hawa ni baadhi ya wale walimu ambao ni walimu wa shule, wanafunza na pia wanafunza maadili ya neno la Mungu, wakitumia the opportunity God has given them to be teachers. Pamoja na hiyo wakiweka neno la Mungu katika watoto wetu. Kwa hivyo wanapopitia katika mikono ya watu kama hawa, pia wakiwa shuleni wako katika mikono salama. Na kwa sababu hiyo Mungu akubariki mwalimu. Ningependa nichukue fursa hii tukaweze kwenda mbele za Bwana, alafu tukaweze kumkaribisha. Naomba tu ufungue moyo wako tu maneno machache mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nafungua moyo wangu kwa sababu ukaweze kunena nami, ukanijaze na neno lako mara tena katika jina la Yesu. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu, tena wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu ya upendo wa ajabu umetupenda nao, ya kwamba turuhusu Bwana siku ya leo tukaweze kuitanishwa na jina lako. Na pia Bwana tumeweza kuabudu Bwana, tumeweza kukupa sifa zetu mtakatifu, na yote ambayo Bwana umeweza kutendea, tunatambua ya kwamba kama si wewe Bwana hatungeweza kwa jinsi tulivyo. Asante Bwana, maana neno lako ndilo linatuweka, neno lako linatuimarisha, linatupatia nguvu na sababu ya kuishi tena siku baada ya siku. Asante kwa sababu tena siku ya leo umeweza kumteua mtumishi wako Bwana, ukaweka neno lako ndani yake ili asimame mbele zetu akaweze kunena yale ambayo ni mahusia yako mtakatifu juu ya maisha yetu na juu ya kanisa lako. Tunampokea Bwana kama mtumishi wako, ili Bwana ukaweze kunena nasi, nena na nafsi zetu, nena na kanisa lako, na yale utanena nasi Bwana ukatusaidie tukaweze kuyaweka katika matendo, ili Bwana ukalifuatilie neno lako na ukaweze kulibariki. Mtumie Bwana sawa sawa na makusudi yako, na upako wako Bwana uwe juu ya maisha yake anapolisema neno lako na kutuhudumia. Utubariki na pia ukaweze kumbariki, na utukufu Mungu wetu ukaweze kukurudia. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na tumeamini, na kama unaamini sema amen. Basi nisaidie kumkaribisha mtumishi wa Mungu, kaweze kumpatia Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo anapokaribia ili kaweze kutuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bado nawapenda. Ninyi ni watu wa nguvu, watu wazuri. Hello. Amen. Funga mkono wako hivyo. Amen. Hivyo. Amen. Alafu tulizoea kusema keti nafasi ile unapenda. Lakini sasa tunasema kwamba keti ile nafasi umepangwa. Amen. Keti. Yule mchungaji ametangulia kusema mimi sio mgeni katika maeneo haya, na tena si mgeni katika kanisa hili, kwa sababu nimewahi kuja tukiwa pale juu na kahudumu, kapewa nafasi kahudumu. Kwa hivyo si mara ya kwanza kuwa nanyi, ndio maana nikasema nawapenda na bado nawapenda, na nyinyi ni watu wa nguvu. Hello. Amen. Kuinua majengo kama haya si rahisi, kwa gharama za siku hizi si rahisi, lakini mmeweza kuinua majengo kama haya, mkatoka pale mkaja hapa mahali penu. Hello. Hello. Washeni niwaambie, hakuna wakati ambao unakuwa mgumu kama ule wakati sasa unakaa mahali na unaulizwa rent. Lakini kama uko mahali pako unalala usingizi mzuri. Sina, unakubaliana na mimi? Kwa hivyo ni furaha kuu kwa mahali penu. Kuna mtu ambaye anawatatiza, kaa vizuri tu. Mimi mwalimu wenu wa Ponguraru, wale ambao ni mara ya kwanza kumsikia. Kuna wanafunzi wangu hapa na ndio nao wanani assess.
Wananipima, anasema huyo mwalimu atafundisha kitu kweli. Ama huyo mwalimu atahubiri kitu kweli. Wananipima. Na naomba baadaye tukimaliza mnipatie alama zangu. Amen. Bwana atukuzwe sana. Halo, punga mkono tena. Mmefurahi Amen. Mmefurahi? Mmefurahi? Kisha tabasamu basi. Mmefurahi? Cheka kidogo bwana. Kwani iko nini? Furahi kidogo bwana. Furaha ya Yesu imejaa ndani yetu. Kwa majina kweli nitasema, si mnaitwa Paul Makombo. Na kwetu ni Voi Sub County. Hapa ni kaaji wa Mnani kwa ajili ya kazi. Na kwa neema ya Mungu nikajiunga na chuo cha Biblia miaka 3. Nikahitimu, ndugu akawa mshahidi wa kwenda kwa graduation yangu Nairobi. Kwa hivyo nikafurahi sana. Nisikia kutondokwa na machozi. Yaani mchungaji ametumia gharama zake kutoka hapa mpaka Nairobi kwa ajili ya kuniangalia nikivalishwa ile kofia. Amen. Jamani, si upendo mkubwa huo? Amen. Na nikamwambia siku moja nitakuja nihubiri kanisani. Amen. Mungu atanipatia ujumbe nije nihubiri kanisani. Amen. Kwa ile heshima yako umeonyesha. Amen. Kwa ajili yangu tu. Amen. Bwana atukuzwe sana. Amina. Nilisikia kudondokwa na machozi. Nilisikia kubuchikwa na machozi. Nikasema, oh my God. Hata ndugu yangu mwenyewe hakuwahi kufika. Hata dada yangu mwenyewe hakuwahi kufika na nakaa Nairobi. Can you imagine? Hakuwahi kufika. Na hakuna gari lake kabisa. Lakini nashukuru maana alinisindikiza akanifikisha karibu alafu akarudi. Alafu akaniuliza, utaonaje nisipokuja katika sherehe yako? Nikamwambia nimeshukuru maana umenisindikiza. Nikafika stage ya mwisho ndio ukarudi. Kwa hivyo nimeshukuru. Kwa pamoja baba. Na tukimaliza bado nitakuja nyumbani kwako. Na nitalala kwako. Na kile yale mapochopocho utatengeneza tutakula pamoja. Amen. Kwa hivyo nikamwelewa. Lakini bado ilikuwa moyoni inaniumiza. Kaona mchungaji, usikashukuru. Kwa hivyo sitaki maneno mengi kwa sababu ni kipindi cha neno la Mungu. Acheni niombe. Tusimame sote. Hallelujah, glory be to God. Na tuombe. Baba Mungu wetu mtakatifu sana, uketie mbinguni. Hakika umezungukwa na malaika, makerubi na maserufi. Na wazee 24 wanasema uhimidiwe, nasi tunasema uhimidiwe kwa sababu ni wewe peke yako Mungu ambaye tunaweza kukuabudu. Hakuna Mungu mwingine duniani hata mbinguni angeweza kuabudiwa bali ni wewe peke yake. Asante kwa fursa hii Bwana, umeitenga kwa ajili ya watu kusikiza neno lako. Watu wako Bwana wako tayari, watoto wako wako tayari kulisikia neno lako Bwana. Naomba ukanitumie kama chombo, kama mfereji, kama mpako mafuta kutoka mbinguni. Kwa sababu Bwana, maneno yangu hayatasaidia watu wako, lakini neno lako tu litawasaidia. Asante Mwokozi, maana umesikia haya machache ni kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Pigia Mungu wetu makofi tena mazuri sana. Thank you Jesus. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema utukuzwe Bwana. Utukuzwe Bwana. Hauwezi kufananishwa. Hauwezi kufananishwa na miungu mingine. Na miungu mingine. Naomba tukue nafasi yako uketi. Basi naenda kusoma Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Wakati natafuta, acha niwape salamu zangu na za mchungaji wangu Reverend Mwakisha, aliwasalimu kwa jina la Yesu. Nilikuwa naye jana kwa mkutano wa kina baba. Kamjulisha mtakuwa hapa, kwa hivyo akasema nawasalimu jina la Yesu. Nani ameona? Msomee kwa Kiswahili. Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4.
kifungu ambacho tumezoea kusoma mara kwa mara, kwa hivyo hakiko mbali. Na labda wale ambao wamezoea kumark, labda wengine washamark kwa Biblia, na ni rahisi kusoma mara moja. Ukiniruhusu nisome, nitasoma Kiingereza. Nasitaki nisome Kiingereza, nataka nisome Kiswahili. Kichwa cha ujumbe huu: Roho Mtakatifu na majina yake. Kama umeona, nisomee: Roho Mtakatifu na majina yake. Ndio some Kiingereza. Nasema ba. Some Kiingereza ama ni ruhusu msomaji asome Kiswahili? Nisome Kiingereza. Soma Kiswahili. Nitasoma Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kwa uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana, ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Amen. Nimeshapatia kichwa, ni kwamba naomba Mungu anisaidie nikaweze kuhubiri kuhusu majina ya Roho Mtakatifu. Kichwa chenyewe ni Roho Mtakatifu na kinaendeleza katika subtopic ni majina ya Roho Mtakatifu. Na nataka niseme kwamba kila mmoja ako na jina lake. Mimi niko na jina langu, wewe uko na jina lako. Na wakati nakumbuka nikiwa darasa la 3 la 4, kuna wakati nilikuwa Sunday school na mwalimu wa Sunday school akaniambia kwamba ukiwa katika kanisa, Roho wa Mungu anaweza akashuka, na anaposhuka basi ulimi wako unakuwa twisted na utaanza kuongea lugha ambayo hutaielewa. Basi yule mwalimu akanichanganya katika hali yangu ya utoto. Nikawa nashangaa kama ulimi utakuwa twisted, nitaongea namna gani? Ama nitakula namna gani chapati? Ndio maana sasa usema kama wewe mwalimu wa Sunday school, fundisha watoto waelewe vizuri. Usiwachanganye. Kwa sababu hakuna wakati ulimi unakuwa twisted. Yaani unakuwa twisted alafu unashindwa kuongea maneno si hivyo. Ni nguvu za Roho Mtakatifu zinazoshuka zinakupa lugha mpya. Hello. So ati ulimi unakuwa twisted. Hautakuwa twisted. Kitaita wanasema kubiririka. Yaani unakuwa twisted. Yaani una turn labda upside down ama opposite. Basi ndio gani? Yaani unageuka ghafla na unaanza kuongea maneno tofauti na yale unayotakana uongee. Sasa mwalimu akanichanganya kweli kweli. Nikatoka pale nimehuzunika sana. Nikaenda nikamuuliza mama, nimeambiwa ulimi wangu utakuwa twisted. Alafu sijui nitakula namna gani. Mama akaniambia hautakuwa twisted. Nguvu za Mungu zitakushukia na utaanza kuongea lugha ambayo haujawahi kuongea. So ati ni ulimi. It does not haihusiani na ulimi kugeuzwa shape yake. Ni nguvu za Roho Mtakatifu zinashuka. Hello. Basi nataka niseme nini? Wapendwa waliingia ndani ya hekalu la Bwana.
na walivyoambiwa na Yesu kwamba ninaenda na nitamtumia msaidizi. Msaidizi akaja in that form. Nguvu za Mungu zikashuka wakiwa katika maombi kanisani. Na watu wakaanza kuongea kwa lugha ambazo zilikuwa tofauti. Watu wakashangaa ni maneno gani haya yanatendeka leo. Lakini Biblia inataka iniambie kwamba wakati walipokuwa wanaongea vile, wakawa wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ukatokea vitu kama miale, kama naweza kuita nini? Flames. Yaani katokea vitu kama mnang'ang'aa katika vitu vyao. Wengine wakasema wamelewa. Wengine wakasema ni mambo yao, ni vituko vyao. Wengine wakasema hapana, wanafanya hivi labda pengine watu waongezeke waende kuja kanisa lao. Wengine wakasema maneno. Lakini nataka nizungumzie kuhusu majina yaliyopatikana wakati ule na ambaye amenakiliwa katika Biblia. Ya kwanza nataka niseme ni kwamba Roho Mtakatifu anaitwa maji. Ya kwanza ndio hiyo. Nataka niweke hiyo kwamba walisikia mgurumo kama maji. Kwa hivyo maji tunaweza kuyaona katika Isaiah 44:3 and 4. Naona maji yanaweza kuwa nini katika maisha yetu, katika kiroho chetu. Maji. Sote tunajua maji ni nini. Nani hajui maji ni nini? Kuna mtu hajui maji ni nini? Na sasa hivi tumeoga pale, tumesanitize. Pale kwa kusaidia pale kuna maji. Na mahali kuna maji. Sasa maji yako na maana yake. Roho Mtakatifu anaitwa maji. Isaiah 44. Mtarudi pale baadaye. Pale tulisoma mwanzo. Isaiah 44 soma. Utaona Roho Mtakatifu anaitwa maji na ana sababu zake kwa nini anaitwa maji. Isaiah 44:3 up 4. Pigia Mungu wetu makofi mazuri. Naomba usilale ho. Usilale ho. Unasikia Usianze kulala. Utaanza kuota hapo, anze kuongea maneno mengine ya ajabu. Usilale tafadhali. Sawa Usilale tafadhali. Isaiah 44:3 up 4. Soma mwana. Msaidizi wangu. Isaiah 44:3 4. Kwa maana itamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Asante sana. Tunaona kwamba Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya roho zetu, nini kitatokea? Anaosha. Kwa hivyo Roho Mtakatifu huosha. Tunajua matumizi ya maji wapendwa, ama sivyo? Roho Mtakatifu ataosha roho yako. Maana ni maji. Tena anasema kwamba atakuza neno lake, neno la Bwana ndani yako. Kwa hiyo kuna kukua katika moyo wako. Kuna kukua, kuna hali ya kukua. An improvement from this point to another point. Yaani unatoka kutoka sehemu hii kwenda sehemu nyingine. Unasongea zaidi katika utukufu wa Bwana. Kwa hivyo unakuwa. Roho wa Mungu atakusaidia kukua wapi? Unakuwa. Unaondoka katika utoto. Alafu Roho wa Mungu huburudisha. Ukinywa maji na umesikia kiu sana, unasikia umeburudika. Ama si? Si kweli? Unasikia umefanya nini? Umeburudika. Maana umekunywa maji. Roho wa Mungu basi kwa vile ni maji, basi huburudisha. Hello. Nada pamoja. Jana ndio sana mseme. Ndio sisi tumezoea kukimbiza syllabus. Sasa hapa si syllabus, hapa ni Biblia. Kwa pamoja mpaka hapa. Roho wa Mungu tumesema kuosha kama maji. Osha roho yako. Anakuburudisha na pia anakukuza.
Vile vile naona mmea ukimea, wakati umemwaga maji kwenye ardhi, tayari mimea inaanza kuchipuka. Roho wa Mungu anakukuza kutoka kwa utukufu hadi utukufu. Naondolewa roho ya utoto ndani yako, unakuwa na roho iliyokomaa. Na mara nyingi tunasema kwamba maji hutumika pia kupika na kuondoa ugumu wa moyo. Unajua, unapopika kitu, unapopika kama chakula kinakuwa soft, kinakuwa rahisi, kinakuwa chepesi. Kwa hivyo unapopokea roho wa Mungu akiingia ndani yako, roho yako inakuwa nyepesi. Amen. Maana inapikwa. Hello. Amen. Kwa pamoja mpaka hapo. Piga makofi nyuma. Sema amen. Amen. Sema I love you God. I love you God. Sema I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. Songa mbele. Roho Mtakatifu anaitwa huwa ama njiwa. Roho Mtakatifu anaitwa huwa ama njiwa. Umeandika? Kuna jina la huwa na njiwa. Njiwa na huwa ni the same. Ni mnyama huyo, ni ndege huyo mmoja. Na hapa Taita tuko na ndege nyingi, lakini hazijataka. Kuna ndege zingine zinaanza kuonekana pale juu. Ile forest yetu iko hapa juu. Wazungu wanatoka Ulaya wanakuja kuona hizo ndege. Lakini kuna ndege ambaye ameandikwa kwa Biblia anaitwa huwa ama njiwa. Anafananishwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa tabia yake. Tunaipata katika Matthew 3:16, Mathayo 3:16. Mathayo 3:16. Wakati alionekana huyo ndege ambaye alishuka wakati huu. Kama umeona, somee. Mathayo 3:16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Tosha. Roho wa Mungu akashuka kama nini? Kama hua ama kama njiwa. Alishuka kama hua, kama njiwa. Na kuna maneno aliongea. Lakini hiyo si somo letu leo. Ndege ambaye anaitwa njiwa ni msafi sana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni msafi, hachangani na uchafu. Halo. Amen. Roho Mtakatifu ni msafi, hachangani na uchafu. Ndio ndege anaitwa huwa. Na mara nyingine huwa anachagua mahali pa kutua. A clean place, mahali pasafi. Nenda kama mahali pole tu, nakaa natulia pale. Akiona pale mama shipuka, natulia. Safi. Inasemekana ndege huyu ana rangi ya kijivu na hula nafaka. Lakini yetu tu kujua kwamba yeye ni ndege wa amani aliye msafi na anatua mahali pa utulivu, mahali patakatifu, mahali ambapo hakuna uharibifu, ama yeye hutua kwenye utangamano. Ndege
ambaye anaitwa Hua. Umeshaandika? Songe mbele. Ziko zingine nimeandika tu kama 3, 4. Alafu basi tutakuwa tumeachana na hiyo sehemu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Nimesema yeye ni ndege wa aina gani? Ni msafi. Ni ndege msafi sana. A very clean bird. Na anapenda kutua mahali kwenye utangamano na usafi. Alafu tena yeye hatui mahali kwa uharibifu, anatua mahali kwa utulivu. Yaani akitua hali kuharibu chochote. Anajaribu akija hivi anakaa mahali ambapo haharibu chochote. Anatengeneza. Hello. Sio kama mnanipata vizuri. Hilo somo limekuwa gumu lakini ndio mtaelewa. Limekuwa gumu lakini mnaelewa. Sinaelewa pale. Sikupigie kwa moja basi. Yes, if you are understanding that is good. Hua ama jiwe, ndege safi ajabu. Na kikwetu tunasikia analia, huwa analia hivi. Analia. Hata kulia kwenyewe. Ndege mtaratibu bwana. Hali zile makelele zingine unasikia zile ndege zingine zinalia. Analia taratibu. Taratibu. Pole pole. Sakuri. Kama ningekuwa darasani ningeambia wanafunzi warudie. Na ndio kungekuwa kelele. Tunawapenda wazuri watoto wetu. Ukiwaruhusu kidogo hivi, watafanya mambo utaamini. Kelele zitashuka hapo. Wako watawaambia X. Tosha. Bwana Yesu atukuze sana. Amen. Ndio hivyo. Yaani msafi, taratibu. Hana uharibifu. Ndege ambaye anaitwa Hua. Roho Mtakatifu anafananishwa na huyo ndege. Na by the way, mnajua kwamba sisi hata walimu pia hupewa majina na watoto. Mnajua hilo? Yeah. Sasa unaitwa mpaka unaisikia kabisa hivi. Lakini vile tuliambiwa college, usiwahi fanya vita na jina uliopewa na watoto. Hello. Mnasikia vizuri Usiwahi fanya vita na jina umepewa na watoto. Because it is part of your profession. Ni tarajio hilo, lazima utarajie watakuita jina. Watakuita tu. So sasa nimesikia mnaniita sijui mfereji, sasa nitawapiga. Unaharibu maneno. Kwanza atakwambia mwalimu hata hujasikia kama unaitwa hivi. Kesi imeharibika. Bwana Yesu atukuze sana. Yaani nilikuwa kwa ceremony nyingine, alafu mchungaji akawa anahubiri kwa Shigaro. Akawa anahubiri akasema, kwao ni kule Rome. Sasa walikuwa na mwalimu walikuwa wanamuita Kigemu. Yaani mwalimu ambaye akikuangukia unaharibiwa siku. Wakambandika jina Kigemu. Yaani Kigemu ni ile valley ni sehemu ambayo inaanza kuporomoka mvua ikizidi, si ndio? Inaitwa Kigemu. Sasa huyo mwalimu alikuwa anaporomokea watu. Anaporomokea mpaka siku imeharibika. Anakutandika. Ukipata na makosa, ni Kigemu kweli. Bwana Yesu atukuze sana. Piga Mungu wetu makofi mazuri bwana. Hatucheki tukiwa kwa disco, hatucheki tukiwa katika hali ya huzuni. Tunacheka tukimfurahia Bwana wapendwa.
Kigemo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Basi Roho Mtakatifu amepewa majina na waandishi wa Biblia. Amepewa majina ambayo yana maana. Si jina hivi, ina maana. Hilo jina lina maana. Twende mbele. Roho Mtakatifu ni muhuri. Roho Mtakatifu ni muhuri. Roho Mtakatifu ni muhuri. Waefeso 1 Waefeso 1:13 hadi 14. Roho Mtakatifu ni muhuri. Kama umeona, msomee Waefeso 1:13 hadi 14. Neno la Mungu linasema hivi: nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Amina. Sote tunajua muhuri ni nini. Nafikiri hakuna yeyote hajui muhuri. Maana hata primary school wakati unapewa barua yako lazima ipigwe ni muhuri. Muhuri huwa umechongwa, unaweza kuchongwa juu ya bati ama juu ya mti, alafu kawekewa plastiki hapo ama unaweza kuita nini? Ile inakatokato ile kama raba imewekwa raba, alafu imechongwa vile unataka ikae, alafu inawekwa ink kabla haijawekwa kwa karatasi ama kwa ile stakabadhi. Piga ile ink, na mara nyingi inakuwa purple, rangi kama hii, rangi kama hiyo. Alafu ikigongwa kwenye karatasi, basi ile karatasi inakuwa ni official ama inakuwa ni ya kiofisi na inakuwa imethibitika. Sasa muhuri ambao unafananishwa na Roho Mtakatifu ni kwamba Roho Mtakatifu anapoingia kwako, basi ndani ya moyo wako kunawekwa kama muhuri vile. Kunawekwa muhuri kwamba wewe identity yako ni ya kimbinguni, ama tuseme kwamba umekuwa na mamlaka ya hata kukemea mapepo, na Mungu anaweza kukutumia kwa wakati wote akijua kwamba wewe ni mwanawe, ama wewe umethibitishwa kuwa wewe ni mmoja wa wale ambao wamemjua Mungu. Na wamemjua Mungu wa kweli. Mungu ni mingi, lakini Mungu wa kweli. Kwa hivyo ile rubber stamp ama ule muhuri ambao unawekwa ndani yako ni kithibitisho kwamba umekuwa mmoja wa waaminiwa. Hello. Vile nimesema kwamba barua inapokosa ule muhuri, hata ukienda naye ofisini ama ukienda naye mahali, ama labda kama unatafuta kazi, unaambiwa hii barua haijakamilika mpaka iende weko muhuri ndio uilete. Kwa hiyo itabidi uchangamke, uende tena urudi mahali umetoa ile barua, ile nini iweke muhuri, alafu ndio ulete. Sasa kama ni kazi, ndio sasa uangalie kama nafasi ya kazi itapatikana. Hivyo pia Roho Mtakatifu anapokuweka muhuri ndani yako,
basi wewe unakuwa tayari umethibitika. Hello. Amen. Sijui kama nimeeleza vizuri. Nimeeleza vizuri, yeah? Yaani rubber stamp ni ya muhimu. Na muhuri ni muhimu. Naweza kusema muhuri vile Waefeso wameandika pale, wameandika na wakaeleza vizuri. Paulo anaelezea Waefeso vizuri sana. Anawaelezea vizuri kabisa kuhusu mambo ya muhuri. Naomba nisomee tena. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Amen. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Amen. Umesikia wapendwa? Urithi. Yaani ukishaweka ule muhuri basi na Roho Mtakatifu, basi wewe unakuwa ni mrithi wa ufalme wa mbinguni. Amen. Umekuwa mwenyeji. Yaani umekuwa wewe sasa you qualify. Umehitimu kupata zile baraka zimeandikwa katika kitabu cha Mungu. Amen. Kama ni uponyaji, utapata. Kama ni ufanisi, utapata. Kama ni kuwa kichwa vile vile nasema kwamba wewe ni kichwa si mkia, utapata. Amen. Kama Mungu amesema atabariki kazi ya mkono yako, ataibariki. Amen. Hautakuwa maskini omba. Kwa sababu umewekwa muhuri wa urithi wa mbinguni. Amen. Pigia Mungu wetu makofi. Nimeipenda hiyo sana. Yaani wewe ni kama unakuwa sasa wewe ni kama vile rais ako mrithi wa mzee Jomo Kenyatta. Yaani amekuwa ni mrithi wa ile familia ya Royal Family ambayo ina kila kitu. Hawalali njaa. Hata wewe utalala njaa mapema. Amen. Uko na urithi wa huko sasa. Amen. Amen. Bwana Yesu akuze sana. Amen. Zingine soma kwa ndani, lakini tu nataka niseme kwamba Roho Mtakatifu pia ni moto. Akiingia ndani yako anakuchoma. Matakataka yanafanya nini? Yanachomeka. Unaweza kucheza na moto? Huwezi. Huwezi cheza na moto. Ndio maana ikaonekana pale ile fungu ya kwanza tumesoma kwamba waliona miali ya moto juu ya vichwa vyao. Roho Mtakatifu wapendwa ni moto. Amen. Akiingia ndani yako wewe una demka demdem. Unaanza kukimbia mbio. Maana unasikia kule ndani kama kuna kitu kinachomeka. Nataka uambie watu habari za Yesu. Amen. Unataka uambie watu uzuri wa Yesu. Amen. Unataka uambie watu baraka za Yesu. Amen. Aha. Amen. Roho Mtakatifu ni moto wapendwa. Kuna wakati nilisikia nimedondoka na machozi nilipokuwa mahali, alafu nikajisikia tu kwamba niseme kitu, nikanyimwa hiyo ruhusa. Nikaambiwa muda umeisha, hatuwezi kuruhusu ongee. Ule moto hapo ndani nikasikia kama nimechomeka kabisa, kwa sababu nilitamani sana niseme maneno machache, na kulikuwa tayari fursa imepatikana, nafasi imepatikana, lakini naambiwa huwezi nafasi hakuna useme mambo haya, kwa hiyo wewe nyamaza. Nilisikia kuungua hapa ndani. Roho wa Mungu ni moto. Roho wa Mungu pia ni upepo. Upepo mkali.
Maana wakati walipokuwa wakiomba kulisikika mgurumo kama wa upepo mkali. Upepo unapeperusha pia uchafu ndani ya moyo wetu, unapeperusha yale mambo yote yako moyoni mwetu. Nataka kuandika reference, na andika tu ile Matendo tulisoma ya kwanza 2:1 hadi 4. Iko na haya maneno yote. Kulisikika upepo. Kwa hivyo Roho Mungu upepo. Na upepo unapopiga mambo mengi ufanye. Upepo unapopiga, wanasayansi wanasema mawingu ya mvua yanasukuma upande wetu na tunapata mvua, ama sivyo? Kwa hivyo baraka na upako unaletwa na Roho Mtakatifu. Mvua tunaweza kusababisha, au upepo unaweza kusababisha mvua iletwe na mawingu. Na haya mawingu kishuka, basi tunaweza kufananisha na upako wa Mungu ndani ya maisha yetu. Wapendwa, ninasikia moyoni mwangu kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu. Sijasema huna, kila mmoja anahitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu ya maisha yetu na kwa sababu ya kuendelea kwa maisha yetu, tunahitaji Roho Mtakatifu atusaidie na atufanye kuwa warithi wa ufalme wa mbinguni. Basi wapendwa, ningependa tusimame sote ili tukaweze kuomba kwa kipindi kizuri. Ujiombee mwenyewe, mwambie Bwana anataka aendelee kuweka roho yake ndani yako ili ukaweze kukaa vile inapo stahili. Simama kwa miguu yako. Nitaomba wimbo mfupi alafu tutaingia kwa maombi. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hakuna Bwana kitu. Asante Bwana Yesu, asante Mungu ushe milele kwa sababu ya wema wako Bwana. Neno lako Bwana tumelisikia mchana wa leo. Bwana umenena nasi kuhusu Roho wako Mtakatifu ambaye Bwana anatupatia nguvu za kusonga mbele. Bwana atachoma takataka ndani ya mioyo yetu. Bwana ataleta Bwana uhusiano, ataleta mambo mazuri katikati yetu Bwana. Asante maana umetukumbusha mambo mazito, mambo ya kuendelea kutumaini wewe. Roho wako Mtakatifu naye Bwana atatupa urithi. Bwana tutakuwa ni mmoja wa wale wengine ambao watarithi ufalme wa mbinguni kupitia kwa Roho wako Mtakatifu.
Naomba rehema na kibali chako sasa Bwana, kwa mzee yule na kwa baba yule na kwa mtoto yule ambao Bwana amelisikia neno lako, ambao amesikia ujumbe huu Bwana, kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Wacha tuhitaji Roho wako Mtakatifu aendelee kututia nguvu, aendelee kutusaidia, aendelee kutakasa mioyo yetu, aendelee kufanya mioyo yetu kuwa rahisi, hata Bwana kulisikia neno lako, hata Bwana kupokea neno lako, hata Bwana kusonga mbele katika maisha ya kiroho. Bwana, tunahitaji utulivu ndani ya moyo wetu Bwana, tupate utulivu kupitia Roho wako Mtakatifu atakapoingia ndani yetu. Roho wa utulivu atakuwa ndani yetu, Roho ambaye Bwana hautaki mafarakano Bwana ataingia ndani yetu, na Bwana utatutia moyo. Asante Bwana mabwana, kwa sababu umenena na kanisa lako. Najua tu Bwana kwamba uko hapa Bwana, uko present katika mahali hapa Bwana. Unahitaji mioyo yetu ifunguke mbele zako Bwana, ukaweze kutubariki na hata zaidi kwa utukufu wa jina lako. Naomba tu unyoshe mkono wako kama unataka tuombe pamoja, kwa sababu Mungu ananiambia kunapo watu wenye mahitaji. Naomba tu kaonyeshe mkono